Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Miamba, na ninaomba tuombe kwa dakika moja kabla tujaingia kwenye neno. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa rehema nyingi na neema. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Asante kwa kibali ambacho umetupa cha mimi mtumishi wako kusema na watu wako, na wewe Mungu kusema na watu wako kupitia mimi mtumishi wako. Baba, ninakushukuru kwa vile ambavyo unaachilia mafuta mabichi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwangu mimi nayesema na kwa watoto wako wanaosikia. Baba, ninaomba ukawape usikivu wa ndani na utulivu wa ndani katika jina la Yesu, nikienda kinyume na nguvu zote za adui zinazozuia hali ya kusikia, zinazozuia hali ya kuelewa, zinazoleta hali ya kutokuwa na utulivu. Ninabatilisha nguvu zote za giza katika jina la Yesu. Baba, asante kwa maana mtoto wako huyu atanisikiliza kutoka mwanzo hadi mwisho kwa utulivu wako Roho Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana, na leo ni siku nyingine tena. Tunamshukuru Mungu sana, na tunaenda kusoma katika kitabu cha Isaya sura ya 60 na kuanzia ule mstari wa 5 na wa 6. Maandiko yanasema, ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka kwa kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Wingi wa ngamia utakufunukia, ngamia vijana na Midiani na Efa wote watakuja kutoka Sheba, wakileta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya baraka kumgeukia mtu, na maandiko yanaeleza kwa vile ambavyo utajiri wa mataifa utakapoweza kumwasilia mtu. Maandiko yanaeleza ya kwamba bahari itakugeukia, maana ya kwamba kuna neema itakuwasilia, kuna neema itakujilia. Lakini tunaona maandiko yanaeleza kwa jinsi ambavyo watu watakuja kutoka pande za mbali wakiwa wamebeba dhahabu, wakiwa wamebeba uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Maana yake ni nini? Zipo baraka ambazo Mungu anaziachilia kwako, na hizi baraka ambazo Mungu anaziachilia kwako zitaenda kutembea na wewe siku ya leo, kwa maana ya kwamba akili yako haitoshi kuleta baraka, kwa sababu baraka ni kitu kinacholetwa na Bwana, na watu wote wanaozileta baraka kutoka kwa Bwana wametumwa na Bwana ili wakuwasilie. Kwa hiyo hakuna baraka inayokuja kwa akili ya mwanadamu. Hakuna baraka inayokuja kwa juhudi tu. Hakuna baraka inayokuja eti kwa sababu nafanya biashara fulani, aina fulani ya biashara. Si kweli. Yale ni malango tu ya Mungu kupitisha baraka zake. Lakini ukitaka kujua kwamba ni malango tu, wapo wenye elimu nzuri na hawajabarikiwa. Wapo wenye kazi nzuri na hawajabarikiwa. Wapo wenye ofisi zilizokaa sehemu nzuri sana, ama milango ya kibiashara, yale malango yanayofanya biashara yaliyokaa sehemu nzuri ambapo kila mtu akipita anaona. Lakini wapo ambao wana sehemu hizo nzuri na bado biashara zao hazijawa sawa, kwa sababu anayeruhusu baraka zimwendee mtu ni Mungu peke yake. Anaeleza hapa protokali jinsi anavyozisukuma baraka ziweze kukuwasilia ama ziweze kumwasilia mtu. Hizo baraka zinapokuja kwako zinakuwa ni baraka zilizoamriwa kwa ajili yako na kwa kusudi la Mungu kwamba zikujilie. Kwa tunapoenda kuomba asubuhi ya leo, najua unaondoka unaenda kujishughulisha na mambo mbalimbali. Unapoenda kujishughulisha na mambo mbalimbali asubuhi ya leo, zipo baraka Mungu atakazoziamuru zikujilie. Zipo baraka. Wapo watu, Biblia inasema ya kwamba wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba. Maana yake nini? Wataleta baraka zikujilie. Na hizi baraka zitakapokuja kukujilia, zitakutana na wewe mahali ulipo. Iwe ni kwenye biashara yako,
iwe ni kwenye kazi ya mikono yako, zitakutana na wewe huko, zitakutana na wewe huko. Kwa tunaenda kumwomba Mungu wakati huu, zile baraka zilizoamriwa siku ya leo zikukute mahali popote utakapoenda. Na utamwambia Bwana, mahali popote nitakapokuwa, ruhusu baraka zako. Mahali popote nitakapoingia, ruhusu baraka zako, na hizo baraka zitakujilia kwa jina la Yesu. Nataka tuende tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa rehema nyingi na neema. Asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Bwana umeifanya. Tunajua zipo baraka nyingi ambazo Mungu aliye hai umezikusudia zimfikie mtoto wako huyu, baraka kutoka pande zote za dunia. Nami ninatangaza katika ulimwengu wa roho ya kwamba siku ya leo ikawa ni siku ya mtoto wako kubarikiwa. Watu kutoka pande za dunia mbalimbali watakao kuja kutoka katika sehemu mbalimbali kufikia biashara mtoto wako huyu, kufikia mahali anapofanyia mtoto wako huyu. Wacha baraka zimwendee na kumkuta mtoto wako huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, ninazitangaza baraka kwako, ninazitangaza neema kwako. Unapoondoka kwenda kazini kwako, unapoenda kwenye biashara zako, wacha baraka zikujilie, wacha neema ikujilie kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema na rehema, sifa na heshima ni zako katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana, na unaweza sasa ukaenda kwa ushindi kabisa, na ujue utakutana na watu waliozibeba baraka zako. Na sasa unaweza ukaachilia sadaka yako ya kujiambatanisha na ibada ya leo, ukaiachilia katika ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.